Lakini pia tufahamu kwamba zama tulizokuwa nazo ni zama za kwenda haraka wakati. Ni lazima tuweke mipango madhubuti katika kutumia wakati wetu vizuri. Na haya aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu zamani katika hadithi sahihi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zamanu, kiyama hakitasimama mpaka zama zikaribiana. Fatakunu as-sanatu kashahri, mwaka utakuwa ni kama mwezi tu. Washahru kaljum'ati, na mwezi utakuwa kama wiki tu. Waljum'atu kalyawmi, na wiki juma litakuwa ni kama siku moja tu. Wayakunu al-yawmu kasaa, na siku itakuwa kama saa moja tu. Watakunu saatu kadharamati bin-nar, na saa itakuwa ni kama vile kuungua moto, pap, kama kuti limeungua mara moja limeisha. Kwa maana zama zitakaribiana. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana maneno haya juu ya maana yake. Kuna ambao wanasema, na hadithi nyingine ya Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala anhu kutoka kwa Abu Huraira alielezea jambo hili ni kwamba yataqarabu zaman, la taqumu saatu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zaman, na zama zitakaribiana alhadith. Kwa hiyo wakati utakuwa ukaribiana, wanawachuoni wanaeleza kwamba inawezekana kihakika hasa wakati ukawa mfupi, lakini pia inawezekana ikawa ufupi wa wakati unachokusudiwa hapo ni kimaana. Wanawachuoni wengi kama al-Qadhi Iyadh, al-Imam an-Nawawi, al-Imam al-Hafidh ibn Hajar na wengineo wanaeleza muradi wa kuondoshwa wa wakati kuwa karibu na kuwa mfupi ni naz'ul baraka. Baraka itaondolewa katika wakati, hakuna baraka katika wakati. Wako wanaeleza hivyo, kwa maana huku ni kupunguzwa wakati wa kukaribiana wakati kimaana, lakini pia itakuwa wakati unakaribiana kihisi. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema hilo bado halijatokea, na pengine litatokea wakati wa kuja masiku ad-Dajjal. Na wengineo katika wanaochuoni wameeleza maelezo yao kuhusu jambo hili. Wengine wanasema ni ule wepesi wa masafa na mawasiliano na mengineyo. Lakini alhasil, nataka kusema na kumalizia hotuba yangu hii ya leo kwamba tusifurahike tu wakati umekwenda, umri umesogea, nina miaka mingapi sasa hivi, nimekuwa mtu mzima. Wafurahia kuwa mtu mzima, ni umri unaisha. Huo ukubwa unaojifakharisha nao kwamba hapa hakuna mtu anifikia, wote watu wadogo hao, watu wajuzi kabisa. Huo ukubwa huo ni alama ya kwamba wewe waelekea kwenye mauti. Wewe watafuta tu wale watu wa juu yako, ukiona zile tabaka za juu zaisha, wameondoka watu 1910, ukiwatafuta huwaoni, na wewe uliwaona 1920, basi wewe ukasafiri masafa marefu, huwaoni. Wako wapi watu wenye miaka 100 leo? Kama walikuwa wako wengi wakati ule, labda watu 1920 ni wengi. Sasa pengine mzee fulani yuko wapi huko, na mzee wameisha. Ukitafuta watu wa miaka 1930 hapo huwaoni, wamekuwa wachache. Inasogea 1940 mmepungua, 50 ndo kama hivyo tena, pia wao wamepungua, washakuwa wazee. 60 washaanza kuwa dhaifu hali, washabadilika hivyo. Basi wewe jua kwamba ni jambo linasogea tu, mauti yanavuna kila jaili, na hayachagui. Lakini wale walioko chini, tabaka ya chini, ndio wanaondoka kwa haraka zaidi kuliko wale ya tabaka ya juu. Lakini mauti yanachanganya, lakini hapo chini hapo yanacheza sana. Na ndio maana leo ukitafuta watu 1800 pengine ukasafiri safari ndefu usiwaone. Kwa ni jambo linasogea mpaka zamu itafika.